Je, unafahamu kwamba kuna uhusiano mkubwa wa mwanaume na pesa kuliko uhusiano uliopo kati ya mwanamke na pesa? Unajua, kupata au kukosa pesa kuna athari ya tofauti kwa mwanaume kuliko kupata au kukosa pesa kwa mwanamke. Unajua, maisha yanaweza kwenda mwanamke akikosa hela, ila maisha hayaendi mwanaume akikosa hela. Kwa nini? Kwa sababu saikolojia ya mwanaume inapokuja swala la pesa ni tofauti na saikolojia ya mwanamke inapokuja swala la pesa. Sasa naomba nikufundishe saikolojia ya pesa kwa mwanaume na athari zake kwenye ndoa. Saikolojia ya mwanaume kwenye pesa na athari za hiyo saikolojia ya mwanaume kwenye pesa kwenye mahusiano yake. Watu tofauti tofauti mmekutana na mimi nikifundisha kwenye makongamano ya wanaume au kwenye topics kwenye maeneo ya wanaume kuhusu ishu ya pesa na mwanaume na athari zake kwenye ndoa. Kuna vitu ambavyo ni vizuri ufahamu kama mwanaume kuhusiana na pesa. Ni vizuri ufahamu wewe kama mke pia kuhusiana na pesa anapokuja mwanaume au ishu ya mwanaume. Jambo la kwanza ambalo ni vizuri ujue ni kwamba mwanaume akikosa pesa ni kama amekosa pumzi, tofauti na mwanamke. Mwanamume akikosa pesa ni kama amekosa pumzi, kwa sababu part kubwa ya maisha yake ni kama ina stuck, inasimama. Na hii ni kwa jinsi ambavyo brain yake inatafsiri pesa kama pumzi, inafanya apumue. Kwa hiyo utagundua anakosa kurelax, hawezi kurelax kabisa. Anakosa uhakika wa kufanya chochote anachotaka kufanya. Ana doubt kila kitu na kila maamuzi yake. Kwa nini? Hana pesa. Mtasema kitu cha kushiriki kuchanga na nini, atasikiliza, lakini unaona kabisa hayupo, anaondoa mawazo yako, maana ana doubt uhakika wa kupata ile hela. Pumzi haipo anapokosa pesa. Na mbaya zaidi anapokuwa hana pesa afu yuko kwenye ndoa au kwenye mahusiano. Lakini jambo la pili ambalo ni vizuri ujue, ambalo ni saikolojia ya pesa kwa mwanaume na athari yake katika mahusiano na ndoa, ni kwamba kwa mwanaume kuprovide, kulisha familia, kuleta hela nyumbani, kuhudumia familia yake sio sifa yake, sio status yake, ni identity yake, ndio alama yake, ndio kama muhuri aliyowekewa. Huwa nawaambia watu, Adamu, baba yetu Adamu, yule wa bustani ya Edeni, alipewa kazi aweze kulisha, aweze kuprovide, aweze kuhakikisha vitu vinafanyika vizuri, kazi kabla hata mwanamke ajaja. Kwa hiyo kazi haikuletwa kwa mwanaume kama laana, ililetwa kama identity, ndio utambulisho wake. Kwa hiyo mwanaume akikosa pesa amekosa identity, akikosa kuhudumia amekosa identity. Ndio maana unasikia wanaume wengine wanajiua kwa sababu anaona kabisa ameshindwa kuprovide kwenye familia yake, anaona kabisa amekuwa useless kwa watoto wake. Wengi nikiongea nao wanasema, nashindwa kujua watoto wangu wananionaje wamerudishwa ada mara ya 3. Nashindwa kujua mke wangu ananionaje kwa jinsi ambavyo tumefukuzwa nyumba tunayokaa kwa sababu nimekosa kodi. Nashindwa kujua nini kimeendea. Anaposhindwa kuprovide anajiona yeye sio mwanaume. Jambo la tatu ambalo ni vizuri ulijue ni kwamba mwanaume akikosa pesa na ujasiri unapotea. Au niweke vizuri, mwanaume akikosa pesa na ujasiri nao anakosa. Kwa nini? Kwa sababu pesa inampa mwanaume ujasiri. Pesa inampa mwanamke uwezo wa kununua. Mwanaume sio uwezo wa kununua, hata kama hana anachonunua. Pesa inampa ujasiri, inampa confidence. Wale wakina mama au wanawake mnajua kabisa hata mwanaume akiwa na pesa, anapokuja kwenye tendo la ndoa, unamwona kabisa huyu ana hela huyu. Yaani anavyofanya, anavyoinitiate, anavyohangaika, anavyopiga masarakasi, unajua huyu ana hela. Wakati hanunui chochote lakini ana hela, inampa confidence. Hata awe msomi,
akikosa hela hana ujasiri. Hata awe mjanja sana, akikosa hela hana ujasiri. Hata awe mzuri wa sura, smart, handsome, akikosa hela hana ujasiri. Hata awe ana exposure, amejua mambo mengi ya dunia, ameenda hapa na pale, akikosa hela hana ujasiri. La 4, pesa inamfanya mwanaume apende zaidi. Yaani maana yake kuna vitu hawezi kufanya kuonyesha penzi kama ana hela. Akiwa ana hela utaona ana propose outing. Akiwa ana hela utaona ana propose video, ana propose nini mnaita holiday. Akiwa ana hela unaona ana propose mwende lunch, mwende dinner. Ana propose, dada mbona kama tukimpigia simu haipatikani, simu yake mbovu, mtafutie simu nyingine. Akiwa ana hela ana love good, ana love purely, ana love properly, anapenda kisawasawa. Na wewe mwenyewe utagundua kabisa mume wako akiwa na hela. Surprise hivi sana, mtoko hii sana, manunuzi haya sio issue, zawadi sahau, yuko vizuri. Akikosa hela anashindwa kuexpress love. Na ndio maana wanaume wengi wanaanza kulalamika mke wake anachepuka, wakianza kushuka kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu anapokosa hela anahisi anashindwa kukupenda. Kwa automatically anatafsiri kuna mwingine atakuwa anakuonyesha upendo, kuna mwingine atakuwa anakupa vile alivyoshindwa kukupa, kuna mwingine atakuwa anahudumia vile alivyoshindwa kuhudumia. Anaanza inferiority complex, anaanza jealousy kubwa, anaanza kuwa na wivu mkubwa, anaanza vita. Kumbe shida sio jealousy, shida uchumi umeshuka. Mara nyingine shida sio wivu, shida uchumi umeshuka. Mara nyingine shida sio wivu, ila uchumi umeshuka, uchumi wake umeshuka. Jambo la mwisho, utakuja kuona kukosa pesa, kukosa ndururu kunamfanya mwanaume anakuwa prisoner, anakuwa mtumwa, anakuwa mfungwa. Anaweza kukubali vitu ambavyo hakupanga kukubali. Anaweza kusema ndio vitu ambavyo alipanga kusema no. Anaweza kulazimika kuwa close na mtu fulani ambaye kiukweli alikuwa anamponda, hahitaji, kwa sababu ana hela, inabidi ili awe asaidiwe. Anakuwa mfungwa kimaamuzi. Anashindwa kufanya maamuzi ambayo aliweza kuyafanya. Zamani alikuwa anatumia muda mfupi sana kuamua kuhusu holiday, ni kuhusu swala la wapi. Sasa hivi sio swala la wapi, tunaendaje. Maamuzi yamebanwa. Anashindwa kufanya atakacho. Zamani alikuwa atakacho anafanya. Ana hamu ya kununua raba nzuri ya mazoezi, ananunua. Ana uwezo ataka kwenda mechi, anakata tiketi mapema. Sasa hivi maamuzi yamebanwa. Ndani yake anajiona sio tu mwanaume, mimi mfungwa, mimi mtumwa. Ukishaona hivyo, uwe na uhakika inaathiri mahusiano yake na ndoa yake. Haiwezekani mwanaume akapigwa au akabanwa kuliko kiuchumi isiathiri ndoa yake. Never. Tumeungamanishwa sisi wanaume na hivyo vitu. Fahamu haya mambo. Ukitaka msaada, tuwasiliane, namba ziko hapa chini. Utapata ushauri wa kitaalamu, tutakusaidia kutoka ulipo. Fahamu kabisa utakiwi kufikiri kwamba dunia imeisha kwa sababu huna hela. Hapana. Ni kipindi, tunaweza tukakusaidia. Na ziko video nyingi nimefundisha mambo kama hayo hapa kwenye platform hii ya YouTube, zitakusaidia. Naitwa Dr. Chris Mauki.